Shahidi wa mauaji ya kijana mmoja huko Eldoret County ya Uasin Gishu amepatikana ameuawa. Mwili wa kijana huyo aliyekuwa ameripotiwa kupotea Jumapili iliyopita baada ya kupigwa na kutekwa na watu wasiojulikana ulipatikana katika mto wa Sosian, County ya Uasin Gishu. Samuel Ngoko anasemekana kushuhudia mauaji ya kijana mwingine anayedaiwa kurushwa mtoni na afisa wa polisi. John Wanyama anaarifu zaidi. Ndiyo hali ilivyokuwa katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi jijini Eldoret County ya Uasin Gishu. Familia ya Samuel Ngoko ilikubikwa na biwi la simanzi na kusalia ikibubujikwa na machozi. Taarifa za kupatikana kwa mwili wake katika makafani hospitali hiyo zikiwakata maini. Ni uchungu yake mtoto wangu siniwa na watoto wangu itipeke yake mndinamea mungenisamea mungenitupia tu mahali yake. Ni kitu yenye nimeona amebadilishiwa viatu yenye siku kwa ile alikuwa amevaa hiyo siku kutoka nyumba viatu ya white, lakini sasa hivi yote nyumba ni ya black. Na hiyo viatu yenye pale tulikuwa tumeacha hapo opposite kwa Mishira. Mwili wake Samuel ulipatikana katika mto wa Sosiani ukiwa na majeraha mabaya usoni. Aidha, marehemu alikuwa amedungwa kisu mara kadhaa mwilini. Mtoto wangu analitoka moja nimeona uchungu. Mtoto wangu amenyongwa, mtoto wangu amedungwa visu yake. Kwa mujibu wa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, kuna genge la mwanasiasa linalowahangaisha wakazi katika mtaa huo wa Kipkaren. Madai kuhusu wanasiasa hao kulindwa na polisi yakiibuliwa. Hii group watu wanaogopa kusema, tutasema leo. Hii group ni group ya mwanasiasa katika Uasin Gishu County Assembly. Tusidanganyane, tunasema mara sijui ni polisi wamehusika ama nani amehusika. We have a gang ambaye polisi wana protect. Samuel anaripotiwa kushuhudia unyama aliofanyiwa kijana mmoja eneo hilo ambaye anadaiwa kurushwa mtoni na afisa wa polisi. Kijana mwingine aliripotiwa kutoweka na kuchukuliwa na watu wasiojulikana katika mtaa huo wa Kipkaren jana usiku. John Wanyama, runinga ya Citizen, County ya Uasin Gishu.